Wamependa kukaa. Baba Askofu George Andrew Chidua, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo mkoa wetu wa Morogoro. Baba Askofu Godfrey Sehaba, Baba Askofu wa Kanisa la Anglikana Tanzania. Baba Askofu mwenyeji wetu Filipo Mafuja Magwano, pamoja na mchungaji msaidizi wetu wa Diocese ya Pwani Amos Mlagwa, wachungaji wote tukiwakilishwa na mchungaji wetu mwenyeji Mchungaji Isaac Mnyeti Mfeti, pamoja na baba mchungaji mstaafu Nashon Nhwahwa, ambaye Mungu amekujalia neema kuendelea kuwepo mpaka siku hii ya leo tunapokutana kuadhimisha miaka hii 40 ya kazi ya Mungu katika mji wetu wa Morogoro na mkoa wetu wa Morogoro kwa sisi wana Africa Inland Church Tanzania. Ni washike mkono wale ambao walianza kazi hii mwaka huo wa 1986, na kwa sababu hiyo ni waite waliopo familia ya Daktari baba na mama Ngesela pamoja na wengine. Hebu njooni hapa mbele tupige picha ya pamoja. Ni alama kubwa sana kutazama miaka hiyo 40. Lakini mama yangu pia vile vile, Mama Kusula, na amini kuna vizalia vilivyozaliwa kuanzia miaka hiyo ya 86 katikati yetu. Sasa wao nitawapatia nafasi hiyo baadaye, lakini hebu tuanze na hawa kwanza. Wangepitia huko ingekuwa vizuri sana, lakini sasa kwa sababu wamekuja, basi karibuni sana. Tunamshukuru Mungu wetu kwa sababu alama hii ya miaka 40 ni kubwa. Kila mmoja wetu anaweza akapiga picha miaka 40 iliyopita alikuwaje katika maisha yake, katika kazi, katika familia. Na unapopiga picha sasa unaona vile ambavyo Mungu wengine basi mkono huu wa kushoto kwangu sio wa ufalme, lakini tukisimama hapa tukapiga picha vizuri, hii inapendeza sana sana sana, ya kwamba Mungu amefanya kazi pamoja na sisi. Mchungaji Nhwahwa, huwezi kuachwa na wewe, karibu pamoja na wengine. Hawa ni wale ambao Mungu amewatumia miaka hii 40, na tuna kila sababu ya kumwambia Mungu wetu asante kwa yale ambayo umeyafanya, na sisi leo hii tunashuhudia na kuona kazi ambayo Mungu wetu umeifanya kwa kuwatumia watu hawa. Umri wao umeenda. Leo hii mzee mchungaji mstaafu Nashon Nhwahwa ana umri wa miaka 92. Sasa unaweza ukapiga picha. Mzee Mtebe ana miaka 90 sasa na kitu. Sasa unaweza ukaona ukapiga picha
Miaka 40 walikuwa bado vijana na nguvu, hawakuwa na miguu mitatu kama walivyo nayo leo. Na unamshukuru Mungu ya kwamba walipokuwa vijana miaka hiyo ya 50, middle life hapo, Mungu aliendelea kuwatumia na kuwasaidia sana. Ueneaji wetu wa makanisa katika mikoa mbalimbali ni kutokana na wafanyakazi waliokuwa wanatumikia umma, serikali ama mashirika mengine. Sasa kwa sababu ya kuja maeneo mapya ya kazi, walipokelewa na makanisa ya Anglikana na Waruteli na Wapentekoste na mengine, wakalelewa huko, na muda ulipofika Mungu aliwatumia hawa kufanya kazi. Naamini picha zimetosha sasa. Sasa asante sana baba, mama yangu, asante. Mungu aendelee kuwabariki, asimame pamoja na ninyi. Mmefanya kazi kubwa. Asante. Na wewe dada yangu, kumbe ulikuwepo. Haya, asante sana. Mungu aendelee kuwatetea, kusimama pamoja na ninyi. Kabisa. Asante sana. Bado msiondoke kwa sababu tunataka tumshukuru. Wewe hapana. Kabisa. Asante sana, asante sana. Mungu aendelee na ninyi. Ninyi ni wengine ni vizalia Haya, asanteni. Mungu aendelee kuwatia nguvu na kusimama pamoja na ninyi. Mwenyezi Mungu, asante sana. Kazi ambayo walianza hapa, wamekupa utukufu wewe, ya kwamba wewe ndiye uliyeanza, lakini uliwatumia hawa kufanya kazi hii mpaka leo hii. Miaka hii 40 tunakanyaga eneo hili takatifu, tunatambua, tunakiri ya kwamba wewe ndiye uliyefanya na uliwatumia. Endelea kuwatetea, umri wao unapoendelea watie nguvu Bwana, imani yao ikaendelee kuongezeka, na tunaamini Mungu wetu wa mbinguni, mpango ulio nao na maisha yao utaendelea kutekeleza na kutimiza. Naombea kazi zao, naombea uzao wao, naombea familia zao, naombea afya zao, ya kwamba utaendelea kuwainua, na hata kwa imani yao Bwana utaendelea kusimama pamoja na kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina. Barikiweni na Bwana. Asanteni sana. Mimi miaka 40 iliyopita, mwaka huo wa 86, nina kumbukumbu kadha wa kadha. Kumbukumbu yangu mojawapo ni ya Baba Askofu Sehaba. Baba Askofu Sehaba, ninafundisha Majahida, alikuwa mwanafunzi wangu, na yeye ndio anaingia chuo cha Biblia wakati ule. Kwa hiyo ninapoangalia, ninamshukuru Mungu sana sana kwa yale ambayo ameyafanya kupitia baba huyu. Yeye anakumbuka huo mwaka wa 86 ndio uliokuwa mwaka wangu wa mwisho wa ubachala, kwa sababu walinikuta nikiwa bachala hiyo 86, lakini 87 Mungu akanipatia mke Rebeka, na nikamuoa Rebeka, na tumeendelea kusafiri pamoja na yeye mpaka leo. Kwa nakumbuka miaka 40 sio mifupi, ni mirefu, si ndio? Mungu ameendelea kutenda. Mwaka huo wa 86 kwangu mimi ndio uliokuwa mwaka wangu wa kwanza kufika Dar es Salaam, lakini pia vile vile mwaka wangu wa kwanza kusafiri kwenda nje Amsterdam. Safari ya kwanza kabisa. Kwa hiyo unaweza ukapiga picha wewe miaka 40 Mungu amefanya nini katika maisha yako. Mungu ametenda nini hata leo hii unapotazama nyuma unaona ya kwamba Mungu amefanya 1, 2, 3. Sasa nivisimamisha vile vizalia. Wale ambao wanatimiza leo miaka 40, hebu njoni hapa na nini. Wale ambao leo mnatimiza miaka 40, mlizaliwa mwaka wa 86. Alama hii kubwa sana. Usikose mkono wa askofu mkuu siku ya leo. Na wale waliozaa mwaka wa 86. Wale waliozaa mwaka wa 86, maana hatuwezi kuwa na vizalia
kama wapo waliozaa huo mwaka wa 86 pia vile vile. Mnapofikisha miaka 40, life begins at 40, si ndio? Life begins at 40. Unapoanza miaka 40, yani hapo ndipo sasa wewe unaanza kuacha mambo ya ujana pamoja na mambo mengine. Sasa unaanza kuitwa nani? Mzee sasa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu na yale ambayo ameyafanya miaka hii 40. Sasa wa huku kushoto ni wale wanaotimiza miaka 40, wa huku kulia ni wale ambao wamezaa mwaka wa 86, si ndio? Mungu wetu aendelee kuwabariki sana. Asanteni sana 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 sana. Tunaamini Mungu ataendelea kuwainua, kuwatetea na kuwasaidieni sana sana, ili kusudi yale ambayo mtaendelea kuyafanya na ninyi Mungu wetu aendelee kubariki huo uzao wenu, endelee kusimama na kuimarika. Tutaamini ya kwamba Mungu wetu ataendelea kutetea. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya wazazi hawa ambao uliwajalia mwaka wa 86 kupata watoto. Asante kwa wema wako na uaminifu wako, Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya wale waliozaliwa mwaka wa 86. Ninakutukuza Bwana kwa ajili ya kila mmoja. Ninaomba kwa ajili ya kazi wanazozifanya, biashara wanazozifanya, maisha walio nayo, ya kwamba utaendelea kuwaongoza na kuwatetea na kuwaimarisha, kwa sababu wewe ni mwema, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Mungu aendelee kuwabariki sana. Kwa hiyo tunapoadhimisha miaka hii 40 ya yale ambayo Mungu wetu ameyafanya, katika ratiba yetu wametupatia mwongozo wa yale ambayo tunaweza tukayafanya siku hii ya leo. Pale chini ya kila ratiba moja, kila mmoja aliye na ratiba pale chini, kuna mwongozo wa yale ambayo wenzetu wametusaidia sana. Katika jarada tu hili pale mwanzoni tu hapa wameandika miaka 40 ya nini? Ya neema na nini? Na imani na nini? Na huduma. Kwa namna gani? Kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Hiyo inatosha. Leo hii tuko kumshukuru Mungu kwa yale aliyoyafanya miaka hii 40, kutujalia sisi neema, imani pamoja na huduma kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Mungu. Mwambie jirani yako, kwa utukufu wa nani? Sasa mstari wetu wa mwaka huu wa 2026 katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 19 mstari wa 13, na ile Samueli ya pili sura ile ya 10 na ule mstari wa 12, tunasoma maneno ambayo nahitaji tutiane moyo siku hii ya leo na kuunganisha yale ambayo wenzetu wameyaweka katika karatasi hizo tulizo nazo za ratiba yetu. Mstari wa 12 na mstari ule wa 13. Akasema, wakiwa Washami ni hodari mno kwangu, ndipo wewe utanisaidia, lakini wana wa Amoni wakiwa ni hodari mno kwako, ndipo mimi nitakusaidia wewe. Uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Somo letu linatoka kwenye maneno hayo ya mwisho ya mstari huu. Bwana afanye yaliyo mema machoni nini? Pake. Mwambie jirani yako, Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Sasa tusiangalie sasa na wakati ujao, kwa sababu tunatazama nyuma. Nahitaji tuangalie wakati uliopita mtimilifu.
Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Hebu mwambie jirani yako namna hiyo. Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Tena, Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Mara ya pili, Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Mara ya tatu, Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Katika maeneo gani sasa? Katika hayo maeneo matatu. Kwanza, katika neema. Pili, katika imani. Tatu, katika huduma. Sasa mtanifuata katika haya ambayo tumekwisha kuyasema. Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake kwa kutujalia neema, imani na huduma. Haya, mara ya kwanza, Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake kwa kutujalia neema, imani na huduma. Haya maeneo matatu ni muhimu sana. Neema ni yale mambo ambayo huyastahili kuyapata. Baraka zile ambazo unapotazama nyuma, unaangalia uzuri wako, unasema mimi sio mzuri, hata Bwana nitendee haya. Unapoangalia akili yako, unaona mimi sina akili, hata Bwana anitendee haya ambayo nimeyapata katika maisha yangu. Unapoangalia familia yako na nyumba yako na wazazi wako, unapoangalia afya yako, unaona haujastahili chochote ambacho kwa miaka hii 40 Mungu amekujalia kuyapata, lakini kwa neema yake umefanya nini? Umeyapata. Na kwa sababu hiyo unasema Bwana amenijalia neema katika nini? Maisha yangu. Unapoangalia biashara, unapoangalia kazi, unapoangalia masomo, unapoangalia kila eneo, unaona ni kwa neema ya nani? Ya Bwana. Lakini pili, unapoangalia imani yako, yale ambayo unayaamini, yale ambayo Mungu alikujalia, kwanza kumwamini Bwana Yesu, lakini pia vile vile ukaendelea kuamini yale ambayo Mungu ameyasema katika maandiko matakatifu. Mzee alikuwa ananiambia asubuhi, katoka katika Hesabu ile sura ya 23, yale maneno ambayo Mungu aliyasema. Mungu hawezi kusema uongo kwa sababu si nani? Mwanadamu, sio mtu. Sasa tukiamini ya kwamba yale ambayo tunayaomba yatakuwa yetu, Mungu amekujalia mpaka leo hii uliamini, na Mungu amekutia nguvu, umeyafanya haya yote kwa sababu ya imani aliyokujalia. Na mwisho tunapoangalia sasa, Mungu ametutendea mema katika huduma zetu. Iwe ni uimbaji kama binti yangu Tumaini, Mama Askofu Sehaba, umeona mpaka sasa Mungu amekutendea mazuri hapa, si ndio? Akina Bahati pamoja na wengine, Mungu amewatendea yaliyo nini? Mema katika maisha yenu, katika huduma ambazo tumekuwa nazo, tunaona yale ambayo kwa kweli Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Bwana amefanya yaliyo mema machoni pake. Sasa kila mwenye macho anaweza akatazama nyuma na akaona na akatambua ya kwamba kwa kweli Bwana amefanya yaliyo mema machoni pa nani? Machoni pake. Mimi katika miaka hii 40, leo hii ni miaka 45 ninamtumikia Bwana tangu aliponiita. Ninapotazama nyuma yale ambayo nilimuomba Bwana nilipokuwa ninaanza, hakuna hata moja ambalo Bwana hajalijibu. Bwana amejibu kila kitu. Kwa leo hii ninamshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya, na sisi watu wa Morogoro, Mchungaji Mfeti, tunaona, tunatambua ya kwamba Mungu ametenda. Mkono wangu huu hapa. Tunapotazama nyuma, Mchungaji Mabele,
tunatazama, tunaona. Njoo hapa, ninapokuita wewe uliyefanya kazi hapa, tunaona Mungu ametenda na tunaamini Mungu ametenda. Mchango wenu katika miaka hii 40 unaonekana mbele za nani? Za Mungu, na tunamshukuru Mungu wetu. Na uzuri ninyi wote ni wanafunzi wangu. Mchungaji Kuhanda, hao wote niliwapokea majaida hawa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo amewatumieni, amewatendeeni katika maisha yenu. Joyce Mafwele, Mungu aliwatumieni ninyi hapa vizuri sana, mkafanya kazi. Niliwapokea majaida huko miaka ya 80 na kitu, na tunamshukuru Mungu wetu hata mlipoenda Katunguru baadaye. Sasa mtoto wangu Isebuka sija kasema, na mimi je? Na wewe njoo basi. Ukiwa mwinjilisti, Mungu alikutetea, Mungu alikusaidia kupata hata kiwanja hiki, ulifuatilia. Tunamshukuru Mungu wetu. Mama Kusula, wewe ni mama yangu, Mungu akutetea. Njoo mama. Na huyo dada, na huyo binti yangu wa Lumala huyo. Njoo mama, nakuita. Mungu aliwatumia hawa kufanikisha na kufanya yale ambayo Mungu aliyafanya. Acha nimsaidie huyu mama, kwa sababu ila huyo binti yangu, binti ya Lumala. Asante. Huyu alimlea mke wangu Rebeka alipokuwa mwinjilisti tangu mwaka wa 83 hadi nilipomuoa mwaka wa 87. Kwa hiyo asante mama yangu kunitunzia huyo mke wangu. Asante sana. Huyu binti yangu, asante sana. Mungu akutetee, simame pamoja na wewe. Hayo ambayo baba aliyafanya pamoja na mama, leo hii tunayaona, tunashuhudia ukuu na uwezo wa nani? Wa Mungu, kwa sababu ya yale ambayo aliyafanya. Simama kwa miguu yako tunapomshukuru Mungu. Leo hii unamshukuru Mungu kwa nini? Una jambo gani ambalo unakuja mbele za Mungu kumshukuru Mungu na unapenda kuliacha kuwa alama kwa kanisa hili na mahali hapa ambapo tumekanyaga? Una kitu gani ambacho unakumbuka, unatazama nyuma? Wanaweza kuwa ni wazazi wako au wanaweza kuwa ni jamaa zako, lakini unatazama nyuma na unashuhudia, unasema Bwana amefanya 1, 2, 3, na mimi niko hapa leo kuwa ushuhuda ya kwamba Bwana amefanya yaliyo mema machoni pa nani? Machoni pake. Sasa anaweza akafanya yaliyo mema machoni pake, sio lazima yawe mema machoni petu, si ndio? Lakini machoni pa nani? Pake. Anaweza kuwa amefanya. Mengine ni maumivu, yanaweza kuwa ni makubwa, lakini kumbe yeye alikuwa anajua kufanya yale yaliyo mema katika macho yake. Weka mikono yako juu kama una jambo la kushuhudia na kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa yale ambayo amekutendea siku hii ya leo. Tamka neno la shukurani ambalo Bwana amekufanyia. Tamka neno unapoangalia miaka 40 itakayokuja, uone nini Mungu wetu atakutendea. Tupo hapa mahali hapa miaka hii 40. Miaka hii 40 katika umri wa Africa Inland Church Tanzania, kanisa halikuwepo hapa Morogoro kwa miaka 77. Tangu miaka hiyo ya 1909 mpaka hiyo miaka 1986, miaka 77 bila uwepo wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania katika mji huu wa Morogoro. Tunaona vile ambavyo Mungu wetu ametutendea, na tunatamani tutakapokuwa tunatimiza hiyo miaka mingine 40 tuwe tumeona neema ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru sana. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamekanyaga mahali hapa siku hii ya leo, wakiwa na moyo wa shukurani, wakiwa na moyo wa furaha, wakiwa na moyo wa tabasamu kwa yale ambayo Bwana umeyafanya miaka 40 kwa kanisa lako hapa Morogoro. Tunakutukuza, tunakuinua Bwana.
lakini umefanya mengi katika maisha yetu. Umefanya mengi katika familia zetu. Umefanya mengi katika kazi, biashara zetu. Umefanya mengi katika masomo yetu. Umefanya mengi katika imani. Umefanya mengi katika huduma, na tumeona neema yako Bwana miaka yote hii ambayo tumekuwa wazima. Tunakutukuza Bwana. Ni kweli tunatambua umefanya yaliyo mema machoni pako, na sisi tunalishukuru na kulihimidi jina lako. Mwambie Bwana maneno haya: Bwana Yesu, naja kwako kukiri ya kwamba umefanya yaliyo mema machoni pako katika maisha yangu. Nimeona neema yako, nimeona imani yako, na nimeona huduma yako vikiendelea kukua na kuongezeka na kubarikiwa. Ninaposimama siku hii ya leo mahali hapa patakatifu, yafumbue macho yangu kutambua na kuona mema uliyoyafanya katika maisha yangu. Nitie nguvu kuendelea mbele katika imani, nisichoke, nisikate tamaa, nisirudi nyuma. Katika jina la Yesu Mwokozi wangu, amena. Na Bwana kubariki kabisa kabisa. Unapoanza safari nyingine tena, kwa vivu kwa mnakaa haraka unaanza safari nyingine tena. Kutokea leo miaka 40 ijayo itakuwa ni mwaka wa 2060 na kitu huko 66. Wangapi watakuwepo? Kwa imani nyinyi wengine mtakuwepo, wengine sisi tutakuwa tumeshaondoka. Lakini muombe Mungu sasa ya kwamba miaka 40 ijayo watoto wangu, wajukuu wangu watakuwepo, si ndio? Wawe na kiwango nini kingine, watoke hapa waende kiwango nini kingine, iwe ni katika elimu, iwe ni katika afya, iwe ni katika ajira, iwe ni katika biashara, iwe ni katika kila eneo na huduma. Tuone vile ambavyo Mungu wetu atakavyowainua na atakavyowatetea. Sasa una ruhusa ya kukaa. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Baba Askofu Mkuu, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya neno. Asante kwa ajili ya maombi ambayo umeomba, na tunamtukuza Mungu. Tunapoelekea kwenye hatua ya pili ya ibada yetu, ambayo ni hatua kama ni kipindi kizuri sana cha kuweza kuweka alama yetu kwa Mungu wetu, sadaka maalum, changizo maalum kwa kuweka mahali hapa. Basi napo waandaa wahusika katika ile sehemu ya pili, Dar es Salaam Kwaya naomba wimbo mmoja. Dar es Salaam Kwaya, karibuni kwa haraka, wimbo mmoja.